Hello wadau na wadaku, karibu tena kwenye YouTube ya kwetu ya Trendy Reports kupata updates na mambo ambayo ina trend kwenye mitandao ya kijamii. Kama ni mara yako ya kwanza pia kupatana na YouTube ya kwetu, kumbuka kusubscribe ili usikose updates ama mambo ambayo ina trend kwenye mitandao ya kijamii. Na already kama usha subscribe kwenye YouTube ya kwetu, tunakukaribisha tena kwenye video nyingine. Usisahau kulike, kucomment na pia kushare ili iweze kuwafikia watu wengine. Na tunashukuru sana kwa support ambayo mnazidi kutuonyesha kama Trendy Reports kwa kusubscribe na pia kwa kushare YouTube ya kwetu. So kuna hii story ama kuna watu ambao wamenisumbua sana inbox wakisema kwamba wanataka kujua story yake Oga Obinna na demo wa Facebook, ama wanataka kujua moja mbili kuhusu Oga Obinna na demo wa Facebook. Of course, kumbuka demo wa Facebook is a comedian, ni brand. Oga Obinna pia ni brand, na kumbuka pia walikuwa wakifanya kazi kwa pamoja hapo nyuma Weekly Show. Na kumbuka Weekly Show ni show ambayo watu wengi walikuwa wanaipenda sana ama watu wengi walikuwa wanaiaminia sana. So Oga Obinna na demo wa Facebook walifika mahali wakaweza kuseparate ama wakaweza kuachana, kwa sababu pia kumbuka katika kufanya kazi pia ni watu ambao walikuwa na chemistry ambayo ilikuwa imeingiana. Hadi ukiingia kwenye mitandao ya kijamii watu wengi walikuwa wanadhani kwamba Oga Obinna huenda ana date na demo wa Facebook, kwa sababu walikuwa na vibe ambayo ni tofauti sana, na watu wengi walikuwa wanaopokea sana kwa ukubwa wakiwa kwa pamoja at that time, no. So after kuachana kumekuwa na stories tofauti ama kumekuwa na issues ambazo zimekuwa zikitrend sana online. Watu wengi wakisema kwamba wataweza kurudiana, pia watu wengi wakisema kwamba wamerudiana, na pia tumekuwa tukimwona Oga Obinna katika events ama katika shows tofauti tofauti wamekuwa wakipatana na demo wa Facebook. Na ukifuatilia kwa karibu hatujaweza kuona issue yoyote ama hatujaweza kuona ukomvi wowote, kumaanisha kwamba wako sawa kabisa. So watu wengi wamekuwa wananiuliza kwenye inbox ama kwenye messages wakisema kwamba je, Oga Obinna na demo wa Facebook nini kileweza kufanya waweze kuachana, na je watarudiana ama wamerudiana, kwa sababu watu wengi hawaelewi kabisa. So ukifuatilia kwa karibu kuna interview ambayo Oga Obinna aliweza kuifanya na kusema kwamba managers wa demo wa Facebook ndio waliweza kusababisha ama ndio watu ambao waliweza kufanya Oga Obinna aweze kukaa separate na demo wa Facebook, kwa sababu kumbuka demo wa Facebook alikuwa ni brand kivyake, kumaanisha kwamba alikuwa na management ya kwake, na pia Oga Obinna alikuwa na management ya kwake tofauti sana na ya demo wa Facebook. So Oga Obinna mwenyewe aliweza kusema kwamba demo wa Facebook watu ambao walikuwa wa karibu ama watu wake wa karibu ndio waliweza kumadvise na kusema kwamba aweze kuacha kufanya kazi na Oga Obinna. Hatuelewi kabisa shida kubwa ilikuwa ni nini, ama hatuelewi kabisa sababu ambayo iliweza kufanya waweze kuseparate. So tuliweza pia kusikia kutoka kwake Oga Obinna mwenyewe katika interview fulani akisema kwamba ama kwa demo wa Facebook pia tuliweza kusikia kwa upande wa kwake na kusema kwamba Oga Obinna aliacha kumcall ama walikataa kumuita siku ambazo walikuwa wanafanya kazi ambazo ama siku ambazo walikuwa wana record videos. Na katika interview akasema kwamba aliweza kungoja ama alingoja aweze kumpigia simu kama kawaida ili aende katika show ama aweze kuenda ili aweze kurecord kipindi kwa kumbuka ambayo ilikuwa ni weekly show, na pia kumbuka kuna mambo mengi ambayo walikuwa wanaifanya. So demo Facebook anasema kwamba timu ya Oga Obinna iliweza kumnyamazia ama Obinna TV Studios waliweza kunyamaza, na demo Facebook mwenyewe akaweza kujijazia na kusema kwamba huenda kuna kitu ambacho kimehappen ama huenda wameacha kufanya kazi na yeye, kitu ambacho pia kumbuka kilizua reaction ama kiliweza kutrend kidogo kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi wakisema kwamba makosa ni yake Oga Obinna, huku wengine wakisema kwamba makosa ni yake demo wa Facebook, kwa sababu ilikuwa ni mambo ambayo watu wengi walishindwa kabisa kuelewa ni nani ama chanzo kikubwa cha wawili hawa kuweza kuseparate ama kuweza kukataa kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu watu wengi wako wana expect kwamba demo wa Facebook na Oga Obinna wanaweza kuachana, kwa sababu vibe ya kwao ilikuwa ni vibe ambayo watu wengi walikuwa wanaipenda sana, ama vibe ambayo watu wengi walikuwa wanaifuatilia kwa karibu, kwa sababu
ni comedy ambayo ukiangalia watu wengi walikuwa wanaipenda ama mafans pokea kwa ukubwa sana. So after wawili hao kuweza kuachana, watu wengi walikuwa wanasema kwenye mtandao kwamba huenda ni break tu ambayo wameweza kuichukua ili waweze kurudi na kitu kingine tofauti, ama waweze kutuletea content ambayo ni tofauti na ile ambayo walikuwa wanaifanya. Na kabla pia tuliweza kushuhudia Ogo Obinna aliweza kudelete videos katika YouTube ya kwake ya Weekly Show, na pia kuweza kuibadilisha jina na kuweza kuandika Zabe, na pia kuweza kuanza kufanya kazi na katelo ya Zabe. Watu wengi wanaijua, ama watu ambao wanaifuatilia wanaifahamu kabisa ni show ambayo ilikuwa replaced kutokana na Weekly Show ambayo Ogo Obinna alikuwa anaifanya na demo wa Facebook. So watu wengi waliweza kushangaa sana kwa sababu Ogo Obinna aliweza kudelete zile video zote ambazo walikuwa wamefanya na demo wa Facebook na kuweza kuzitoa katika YouTube, kumaanisha kwamba hatujui kabisa ama hatuna uhakika kabisa kwamba Ogo Obinna na demo wa Facebook wataweza kurudiana ama wataweza kurudi kwa pamoja waweze kufanya videos ama kipindi ama show kwenye YouTube kwa pamoja, kwa sababu ukiangalia ni kama mambo yao kidogo hayako sawa, ama uhusiano wa kwao tunavyoongea kwa sasa hauko sawa kikazi. Labda tu kuzungumza ama kuongea wako sawa, lakini kufanya kazi kwa pamoja hilo watu wengi hawaamini kama linaweza kuhappen, na pia ikiweza kuhappen watu wengi wataweza kufurahia sana, ama watu wengi wataweza kuwashangilia sana, kwa sababu kumbuka Ogo Obinna na demo wa Facebook watu wengi walikuwa wanawapenda, na watu wengi ukiangalia kwenye mtandao walikuwa wanapenda show ya kwao ya Weekly Show, na ukiangalia watu wengi walikuwa wanaifuatilia kwa sababu ilikuwa ni show ambayo ilikuwa ni enjoyable, na pia ni comedy ambayo ilikuwa inawafurahisha watu wengi sana ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii. So Ogo Obinna na demo wa Facebook hatuamini kabisa, na pia mafans ama watu wa karibu ambao tunapenda demo wa Facebook na watu ambao tunapenda Ogo Obinna tunasubiri ama tunafuatilia na tukisubiri, huenda ipo siku ambayo wataweza kurudi kwa pamoja na waweze kufanya video ama kazi ama content ama kipindi kwa pamoja, kwa sababu vibe ya kwao watu wengi waliweza kuikubali sana hadi wakasema kwamba Ogo Obinna aweze kumuoa, ama watu wengi walikuwa wanasema kwamba Ogo Obinna ni mpenzi wake dem wa Facebook kwa sababu ya chemistry ya kwao katika content ilikuwa imekubaliwa sana na watu wengi kwenye mitandao ya kijamii. Ukiangalia views ambao walikuwa wanapata ama views ambazo walikuwa wanapata kwa ile Weekly Show kwao ni mingi sana, kwa sababu watu wengi inaonekana walikuwa wanaipenda ile show. So guys, kumbuka reports zingine ama ukweli kamili wa maneno, huenda pia unataka kujua mambo ama kujua stories zingine ambazo sina trend ama siliza kutrend kwenye mitandao ya kijamii, kumbuka tu kufuatilia channel ya kwetu ya Trendy Reports, kwa sababu hapa ndipo tunakupakulia na tunakuandalia stories na mambo ambayo ina trend online. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube ya kwetu, kwa sababu hapa ndipo unapata mambo kama haya ambayo ina trend kwenye mitandao ya kijamii. Kama ni mara ya kwanza, na kukumbusha tena, bonyeza alama ya subscribe, fungua kengele, alafu usisahau kulike, kucomment na kushare video ya kwetu. Na kama already ushafanya hivyo, tunakushukuru sana na tunakukaribisha mara tena kwenye YouTube ya kwetu. Na siku zote nawaombea Mungu azidi kuwapa uhai, azidi kuwabariki, ili tuzidi kupata updates ama tuzidi kuenjoy Trendy Reports kwa pamoja. Inshallah tupatane kwenye video nyingine ambayo tunazidi kukuandalia. Mimi wako Trendy Reports, kawaida wananitafuta hawanipati.